Naam, mpenzi mtazamaji, karibu kwa uchambuzi wa lesoni juma hili, ikiwa tuko katika somo la 12 na mada ambayo tunazungumzia katika juma hili ni upendo na haki, amri kuu mbili, ikiwa ni katika wiki ya Machi 15 hadi Machi 21, na kama ilivyo ada, kabla ya kuanza tutaweza kubarikiwa kwa ombi. Tuamini tupate ombi. Mtakatifu Muumba, tunakuja mbele zako tena tukiwa na wingi wa shukurani kwa vile umetuwezesha kujumuika pamoja na wasikilizaji, watazamaji popote walipo, ili kuweza kuchambua neno lako. Tunaomba ukaweza kutupatia Roho Mtakatifu, akaweza kuwa mwalimu wetu, akaweza kutuongoza ili yale ambayo tutakayonena katika siku ya leo yaweze kuwa yametoka kinywani mwako. Zaidi ya yote, tunaomba ukaweza kuwa pamoja na sisi tangia sasa hadi tamati, ili tukaweza kujifunza mambo ambayo yataweza kutuongoa, ama mambo ambayo yataweza kutuokoa. Ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina. Naam. Fungu la kukariri linapatikana katika kitabu ni cha Yohana wa kwanza, sura ni ya 4, aya ni ya 20, nayo inasema, mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye amemuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Naam, kuangalia hata tu katika aya ambayo tumeweza kupatiwa katika siku ya leo, kuna mambo ambayo yanajidhihirisha bayana. Mambo yenyewe ni kwamba kuna upendo wa Mungu. Kumbuka kwamba Mungu ni upendo, kama vile ambavyo tuliweza kusoma katika kitabu ni cha Yohana wa kwanza 4:8 kushuka, na tumeweza kupata kwamba iwapo mtu atamchukia ndugu yake na kudai kwamba anampenda Mungu ambaye hajamuona, itakuwa kidogo anadanganya. Na kumbuka tuliweza kudhibitisha kwamba uongo unatokana na shetani. Kwa hivyo kwa lugha nyingine tunaweza sema kwamba iwapo unamchukia ndugu yako, tabia ambayo unadhihirisha ni ya tabia ya yule ambaye unamtumikia, kwa sababu iwapo unamtumikia Mungu atakuwa amekuvuvia na Roho Mtakatifu ambaye atakuwezesha kumpenda kila mtu bila kumbagua. Lakini iwapo utakuwa umevuviwa na shetani, utakuwa unawachukia watu wengine. Ukisoma katika kitabu ni cha Yohana sura ni ya 8 aya ni 44, inasema hivi, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni mwongo na baba wa huo uongo. Kwa hivyo shetani ndiyo muasisi wa uongo, na iwapo utakuwa unamchukia ndugu yako, Biblia imesema wewe ni muongo. Na ikiwa wewe ni muongo, basi inaonyesha kwamba kuna yule ambaye unamsikiza, ambaye ukisoma katika 8:44 imesema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Kwa hivyo iwapo unapenda kuwachukia watu, Biblia inasema kwamba wewe babako ni shetani. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo tunapaswa kukaa chini tuweze kufikiria. Je, tabia zetu zinaakisi nani? Kwa sababu tunaweza kuwa tunajipiga kifua na kusema sisi ni wasafiri wa mbinguni, lakini matendo yetu yanadhihirisha yule ambaye tunamtumikia. Iwapo haupendi watu, Biblia imesema, imeweka bayana kwamba wewe baba yako ni shetani. Na iwapo unapenda watu, ni kumaanisha kwamba Mungu ameweza kukuvuvia ili kuweza kuwapenda. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo kidogo lazima tuweze kulipatia kipaumbele. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho kinadhihirisha sisi ni wanani ni iwapo tunapendana sisi kwa sisi. Na iwapo upendo huu haupo ndani yetu, basi tutakuwa tunaakisi tabia ya mtu mwingine. Na ukisoma maandiko imesema kwamba tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda. Kwa hivyo iwapo unamchukia mtu, hilo ni jambo ambalo itabidi uweze kutafakari kwa kina, ili uweze kujua, je, tabia yako inadhihirisha nani? Naam, mada ambayo tunasoma tumesema ni upendo na haki, amri kuu mbili. Kwa hivyo tutaweza kuona uhusiano kati ya upendo na haki, na vile upendo na haki zinaakisi tabia ya Yesu Kristo. Kumbuka tulisema katika masomo ambayo yamepita, ni vigumu kuweza kutenganisha upendo na haki. Haviwezi vikatenganishwa kwa sababu ni vitu ambavyo vimeoana.
ni vitu ambavyo vimeshikamana ama vimefungamana. Kwa hivyo hauwezi ukavitenganisha. Kwa hivyo kwa kujaribu kuvitenganisha utakuwa unafanya kosa. Kumbuka hii ni tabia ya Mungu. Mungu ni mwenye upendo na vile vile Mungu anapenda haki. Na kudhibitisha hili tutasoma katika kitabu ni cha Yeremia 9:24. Tuweze kuona vile ambavyo Mungu anapenda haki. Katika kitabu ni cha Yeremia sura ni ya 9 aya ni ya 24. Inasema, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yanampendeza Bwana Mungu, na baadhi ya mambo haya tumeweza kuona ni wema na hukumu na haki katika nchi. Kwa hivyo iwapo kuna mtu ambaye atakuja ambaye ni kinyume, ambaye atatenda kinyume na matarajio ya Mungu, ambaye tumesema anapenda wema, hukumu na haki, ni kana kwamba atakuwa anampinga Mungu na ataweza kujulikana yeye ni wanani. Pengine tuweze kusoma pia katika kitabu ni cha Isaya sura ni ya 61 aya ni ya 8. Isaya 61:8 tuweze kuona kile ambacho Mungu anapendezwa nacho ama kusudi la Mungu ni gani. Inasema, maana mimi Bwana naipenda hukumu ya haki na uchukia wivi na uovu, nami nitawalipa malipo katika kweli, nitaagana nao agano la milele. Kwa hivyo tunazidi kuona kwamba Mungu anapendezwa na haki. Kwa hivyo iwapo wewe ni mtu ambaye haupendi haki, basi uko kinyume na Mungu. Ukimpenda Mungu tutapendana sisi kwa sisi. Sehemu ya kupendana sisi kwa sisi ni kushiriki katika mambo yanayohusu ustawi wa wale wanao tuzunguka. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumapili ambayo ina mada inayosema amri kuu 2. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ni ya Jumapili ambayo ina mada inayosema amri kuu 2. Na somo letu litakita mizizi katika kitabu ni cha Mathayo. Kitabu ni cha Mathayo sura ni ya 22 aya ni ya 34 hadi 40. Nayo inasoma 34 inasema hivi. Inasema, na Mafarisayo waliposikia kwamba amewafumba kinywa wale Masedukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwana sheria akamuuliza akimjaribu, Mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndiyo amri iliyo kuu, tena ni ya kwanza, na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Katika amri hizi 2 hutegemea Torati yote na manabii. Kwa hivyo kitu ambacho tunajifunza ama kitu ambacho tunakiona hapa, kuna amri 2 ambazo zinaelezewa. Na je, swali ambalo tunaweza kujiuliza, je, hizi ni amri 2 mpya ama zimekuwepo tangia kitambo? Ukisoma katika kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati sura ni ya 6 aya ni ya 5, utakumbana na amri ya kwanza ambayo tumesoma hapa, ambayo imesema hivi, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Kwa hivyo ni kumaanisha hii imetolewa moja kwa moja katika kitabu ni cha Kumbukumbu la Torati sura ni ya 6 aya ni ya 5. Na vile vile sehemu ya pili ambayo inasema mpende jirani yako kama nafsi yako imetoka katika kitabu ni cha Mambo ya Walawi sura ni ya 19 aya ni ya 17. Kwa hivyo vile ambavyo tunaona amri hizi 2 si amri ambazo ni geni, kwa sababu kuna wale ambao wanadai kwamba amri hizi 2 ndizo ambazo tunapaswa kuzishika kwa sasa, na kwa hivyo zile 10 hatupasi kuwa nazo. Lakini ukiangalia katika aya ya 40 kuna kitu ambacho tunajifunza. Katika amri hizi 2 hutegemea Torati yote na manabii. Kwa hivyo kwa hizi 2, kumpenda Mungu na kumpenda jirani, zile amri zingine 10 zinaweza kujikita pale ama zimeelezewa pale. Na hili pia tunaweza kuliona katika kitabu ambacho ni cha Warumi sura ni ya 13 aya ni ya 8. Warumi 13:8 inasema hivi, inasema msiwiwe na mtu chochote isipokuwa kupendana, kwa maana ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Kwa hivyo kwa kumpenda mwenzako
umeweza kuitimiza sheria. Kwa hivyo tunaona upendo ndicho kichochezi cha zile amri 10. Kwa hivyo hawezi sema unazishika amri 10 za Mungu iwapo upendo haupo ndani yako, kwa sababu tumeona katika zile amri 10 za Mungu ambazo zilipatiwa katika mawe 2, katika lile jiwe la kwanza kulikuwa na zile 4 na jiwe la pili kulikuwa na zingine 6. Si kana kwamba nafasi ilisha katika ile jiwe la kwanza ndiposa wakaweza kuandika katika jiwe la pili ama mbao la pili. Ni kwa sababu Mungu alitaka kuleta utofauti. Zile 4 za kwanza zinaonyesha mahusiano ya moja kwa moja baina ya Mungu na binadamu, mahusiano ya moja kwa moja kati ya binadamu na Mungu. Na katika sehemu ya pili ambayo ni jiwe la pili inaelezea mahusiano kati ya binadamu kwa binadamu, ambayo tumesoma katika kitabu ni cha Mathayo kwamba amri ya kwanza ni kumpenda Mungu, ambayo iko katika jiwe la kwanza, mahusiano kati ya Mungu na binadamu. Alafu katika sehemu ya pili kumpenda jirani yako, katika lile jiwe la pili ni mahusiano kati ya binadamu kwa binadamu. Ndiposa tuliweza kusoma katika fungu elekezi kwamba iwapo utasema kwamba unampenda Mungu na kumchukia ndugu yako, wewe utakuwa ni mwongo, kwa sababu Mungu ni upendo. Kwa hivyo iwapo Mungu amekuzukia, iwapo Mungu yuko ndani yako, utaweza kububujika upendo huu. Haitakuwa vigumu kuwapenda watu. Kwa hivyo Mungu anakufundisha kuweza kupenda. Binadamu kwa kawaida hajui kupenda, na sababu ambayo binadamu hajui kupenda inapatikana katika kitabu ni cha Warumi 8:7 ambayo inasema kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. Kwa hivyo lazima binadamu aweze kumkubali Mungu ambaye anaweza kumtiisha, ambaye anaweza kumpatia nguvu ya kuweza kuwa na utii, ambaye atampatia nguvu ya kumfanya aweze kujua ama aweze kujua jinsi ya kuwapenda wengine. Kwa hivyo upendo ni kitu ambacho wengi wamekiweka kando na kutafuta mafunzo mengine mbadala kama vile unabii, kupatia unabii kipaumbele, kuweka upendo kando. Na kumbuka huwezi hubiri unabii wapo wa upendo haupo. Lazima uweze kumuinua Yesu ndiposa haya mengine akaweza kufit in. Kwa hivyo lazima tuweze kuliangalia swala hili, lazima tuweze kuliangalia sana, haswa sisi wa Sabato, kwa sababu tuna ukweli lakini upendo umetukosa. Na iwapo utakuwa na ukweli na usiwe na upendo, basi ukweli huu hautakuokoa, kwa sababu kuwa na ukweli ambao haufanyi kuwa na tabia yako kubadilika, basi utakuwa kama vile ambavyo tulisoma wiki jana kwamba kuna yule mpenzi ambaye alikuwa akimwimbia mpenzi wake katika shamba, juu ya shamba la mizabibu. Anatarajia kwamba aweze kupata zabibu ambazo ni nzuri, lakini anaweza kupata zabibu mwitu ama zile ambazo tunaweza sema ni kali. Kwa hivyo kuna yale ambao Mungu anatarajia kwa sisi iwapo tunadai sisi kwamba tunampenda Mungu, lakini anapokuja kwetu anapata kwamba tabia ambazo tunadhihirisha ni tabia ambazo kidogo haziendani na yeye. Kwa hivyo tuliweza kusoma kwamba iwapo tutazidi kushikilia hivi, kuna yale ambayo atatupata, ambayo ukisoma katika kitabu ni cha Isaya 5:6-7 kushuka chini, utapata kile ambacho yule mpanzi ama yule mwenye shamba aliweza kufanyia lile shamba lake baada ya kuona kwamba ameweza kuweka mzabibu ule katika mazingira ambayo yangeweza kuimarisha ama yangeboresha mazao yake, lakini ikawa inatoa mazao ambayo kidogo hayakuwa yanalingana na yale ambayo yule mpanzi alikuwa amesisitizia. Naam, kwa hivyo ni jambo la kuangalia. Vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Mathayo sura ni ya 19 aya ni ya 16 hadi 23, kuna kitu ambacho tunaweza kujifunza pale kuhusiana na jamaa fulani ambaye anamwendea Yesu
akiwa na nia ya kumjaribu. Ukisoma katika kitabu ni cha Mathayo 19 uanzie 16, natazama mtu mmoja akamwendea akamwambia, "Mwalimu, nitende jambo gani jema ili nipate uzima wa milele?" Akamwambia, "Kwa nini kuniuliza habari ya wema? Aliye mwema ni mmoja, lakini ukitaka kuingia katika uzima zishike amri." Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo anaelezewa zishike amri. Lakini je, anazishike kivipi? Kwa sababu unajua kuna kushika amri ile ambao anasema to the letter, yani vile ambavyo zimeandikwa, not to the newness of the spirit, ambao tutasoma katika kitabu ni cha Warumi 7:7. Nitazidi kusoma. Akamwambia, "Zipi?" Yesu akasema, "Ni hizi: usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na mpende jirani yako kama nafsi yako." Yule kijana akamwambia, "Haya yote nimeyashika, nimepungukiwa na nini tena?" Ni swali anauliza. Yesu akamwambia, "Ukitaka kuwa mkamilifu, enenda ukauze ulivyo navyo, uwape maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni. Njoo unifuate." Kwa hivyo kuna kitu ambacho anaambiwa aweze kukifanya ili kuweza kumfuata Yesu. Yule kijana aliposikia neno lile akaenda zake kwa huzuni, kwa sababu alikuwa na mali nyingi. Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Amini nawaambieni ya kuwa itakuwa shida tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni." Kwa hivyo kuna kitu ambacho tunakiona hapa. Amri ambazo zimenukuliwa katika kitabu hiki ni amri za katika ile sehemu ya pili ya zile amri 10, ambayo tuliweza kusema ni mahusiano kati ya binadamu kwa binadamu. Na pengine tunaweza kuuliza, mbona Yesu hakunukuu katika ile mbao ya kwanza ama jiwe la kwanza? Na kitu ambacho tunaweza kujifunza ni kwamba iwapo uhusiano wako kati ya wewe na Mungu haupo, ni kumaanisha kwamba pia uhusiano wako na majirani utakuwa pia haupo, kwa sababu tumeona Mungu ni upendo. Iwapo haujamkubali Mungu, ule ambaye atakuwezesha kupenda. Kwa hivyo inafuata kwamba, yani kwa kimombo anasema it's directly proportional, kwa sababu iwapo uhusiano wako na Mungu umevunjika, ni kumaanisha kwamba uhusiano wako na binadamu wenzako utakuwa pia umevunjika, kwa sababu Mungu ndiye anayekupatia uwezo wa kuweza kuwa na ile upendo wa kuweza kuwapenda ama kuweza kuboresha mahusiano yako. Kwa hivyo tunaona tatizo la huyu lilikuwa na Mungu kwanza. Tunaona kwamba hapa Yesu anajaribu kutoa mfano hai, kwa sababu unajua tunaita practical godliness. Kuna wale ambao tunapenda tu lip service, kuzungumza kwa mdomo, ile ikifika mahali pa kutenda inakuwa ni vigumu, tunarudi nyuma. Kwa hivyo Mungu hapa alitaka kwamba huyu jamaa aweze kutambua kwamba it's not about the lip service. Unaweza kuwa unasema ndio unazishika amri za Mungu kwa kusema tu, si kwa matendo. Kwa hivyo kile ambacho Mungu anaangalia si kile ambacho unasema. Je, kile ambacho unasema kinaendana sawa na kile ambacho unatenda? Vitu hivi viwili vinafaa kwenda sako kwa bako. Unachosema kienende sawa sawa na kile ambacho unatenda. Naam, kwa hivyo shida ya huyu ilikuwa ni practical. Pale ambapo inakuja katika hali halisia. Je, una mfano hai? Ni swali ambalo linaulizwa hapa. Na ukisoma katika kitabu ambacho nilisema cha Warumi 7:7, tunaweza kujifunza kitu. Warumi 7:7 imesema, "Tusemeje basi? Torati ni dhambi? Hasha! Walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani kama Torati isingelisema usitamani." Kwa hivyo tunaona sheria za Mungu zinatuwezesha kuweza kutambua dhambi ni nini. Na sheria za Mungu tunajua ni ua la ulinzi ambalo Mungu amejaribu kutupatia. Kuna wale ambao wanaona kana kwamba ni kazi ngumu kuweza kuzishika zile amri za Mungu. Kumbuka ni Mungu ambaye anakuwezesha kuzishika, si kutokana na ushupavu wako. Ni Mungu ambaye atakuwezesha kuweza kuzishika. Ukisoma katika kitabu ni cha Yohana wa kwanza 5:3 inasema sheria za Mungu si cumbersome, si mzigo,
ni kwa mzigo kwa wale ambao hataki kuzishika, ama wale ambao hawajamkubali Mungu. Lakini kwa wale ambao wamemkubali Mungu na wamemuomba aweze kuwasaidia waweze kuzishika, hazitakuwa mzigo kwa wao. Naam. Ukisoma 7:6 ya Warumi nasema, bali sasa tumefunguliwa katika torati, tumeifilia hali ile iliyotupinga, ili sisi tupate kutumika katika hali mpya ya roho, si katika hali ya zamani ya andiko. Kwa hivyo tunapaswa kuenenda katika hali mpya ya roho, na bali si katika hali ya zamani ya andiko. Kwa hivyo kuna wale ambao wanafuata kile ambacho kimeandikwa, lakini hawaendi katika hali mpya ya roho. Kwa hivyo Mungu anataka tuenende katika hali mpya ya roho, ambayo ni the newness of the spirit, ambayo inaweza kutusaidia, ama ambayo inatufanya tu kutozishika zile amri kama tu vile ambavyo zimeandikwa, bali kuweza kuwa mfano hai kwa kuweza kuzitendea kazi. Kristo aliweka masharti pekee ambaye tu yangemweka mtawala huyu pale ambapo angeweza kuikamilisha tabia ya Kikristo. Maneno yake yalikuwa maneno ya hekima, ingawa yalionekana makali na yenye madai makubwa. Kuyakubali na kuyatia ndilo lilikuwa tumaini pekee la wokovu wa mtawala huyu. Cheo chake na mali zake zilikuwa vikiweka mvuto wa hatari ya kutenda mabaya katika tabia yake. Kama vikiendekezwa, vingemfukuza Mungu katika mawazo yake. Kumnyima Mungu kidogo au zaidi ilikuwa ni kubakiza kile ambacho kingehafifisha uwezo wake wa kimaadili na ufanisi. Nitarudia kipengele hiki, kumnyima Mungu kidogo au zaidi ilikuwa ni kubakiza kile ambacho kingehafifisha uwezo wake wa kimaadili na ufanisi. Maana ikiwa mambo ya dunia hii yataendekezwa, haidhuru si ya uhakika au hayatastahili kiasi gani, yatauteka moyo. Kwa hivyo ni kana kwamba unampatia shetani nafasi ama mwanya wa kuweza kukujaribu. Ukisoma katika kitabu ni cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ni ya 2, aya ni ya 15 na 16. Kuna kitu ambacho tunaweza kujifunza pale kutokana na kile ambacho tunajifunza katika siku hii. Kitabu ni cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ni ya 2, aya ni ya 15. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kwa hivyo huyu jamaa alipenda dunia, alipenda mali zake zaidi ya Mungu. Na ukisoma 16 inasema, maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Kwa hivyo aliweza kudhihirisha tabia ya kidunia pale ambapo anamkataa Mungu na kuweza kuweka mali yake ama kupatia mali yake kipaumbele. Kwa hivyo kuna vile vitu ambavyo tumeviweka mbele ya Mungu ambavyo vinatukwaza kuweza kumfikia Baba. Kwa hivyo tumeona amri mbili kuu ni kumpenda Mungu na vile vile kumpenda jirani. Na tumeona hili linaweza kutokana na upendo wa Mungu kuwa ndani ya sisi. Kwa hivyo tumeweza kuona pia upendo ni utimizaji wa zile sheria za Mungu. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatatu ambayo inasema dhambi kuu 2. Dhambi kuu 2. Kumbuka katika siku ya Jumapili tumeweza kuhakikisha kwamba amri kuu 2 ni kumpenda Mungu na kumpenda jirani yako. Kwa hivyo kinyume cha hizi amri 2 kuu za Mungu, kutompenda Mungu na kutompenda jirani yako, basi tunaweza kusema kwamba hizi ndizo dhambi 2 kuu. Kwa lugha nyingine tunaweza sema ubinafsi. Tunajua binadamu roho yake, kama vile ambavyo nilisema katika kitabu ni cha Warumi 8:7, nia yake ni kutenda uovu. Kwa hivyo lazima nia yake iweze kutiishwa. Ukisoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa pili 13, ukisoma katika kitabu ni cha Wakorintho wa pili 13, kitabu ni cha Wakorintho wa pili 13 ambayo inasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha zetu za vita si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu
kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwa hivyo Mungu anatuwezesha kufanya hili, kuweza kuteka kila fikra ambazo zinaenda kinyume na Mungu. Naam, ukisoma katika kitabu ni cha Zaburi 135, ukisoma katika kitabu ni cha Zaburi 135, tunaweza kujifunza mambo mawili matatu pale. Zaburi 135, Zaburi 135, Zaburi 135 13 hadi 19, nayo inasema hivi. 13 inasema, Ee Bwana, jina lako ni la milele, Bwana, kumbukumbu lako vizazi hata vizazi. Kwa kuwa Bwana atawaamua watu wake, atawahurumia watumishi wake. Sanamu za mataifa ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Zina vinywa lakini hazisemi, zina macho lakini hazioni, zina masikio lakini hazisikii, wala hamna pumzi vinywani mwake. Wazifanyao watafanana nazo, na kila mmoja aliyezitumainia. Naam. 19 nayo inasema, enyi mlango wa Israeli muhimidini Bwana, enyi mlango wa Haruni muhimidini Bwana. Kwa hivyo tunaona kuabudu sanamu ni kinyume kuabudu sanamu ni kinyume cha upendo wa Mungu, kwa sababu sanamu hizi tumeweza kuzipatia kipaumbele. Kwa hivyo kwa yeyote ambaye anaabudu sanamu, upendo wa Mungu haupo ndani yake, kwa sababu upendo wa sanamu umezidi upendo wa Mungu. Kwa hivyo tunaona vile ambavyo tofauti imeweza kuonyeshwa baina ya wale ambao watamtumainia Mungu na wale ambao watatumainia sanamu hizi. Kumbuka tumesema sanamu hizi hazina vinywa, haziwezi zikanena wala kuzungumza. Kwa hivyo ni vitu tu ambavyo pengine ni za kufurahisha, mambo ya muda ambayo yanapita. Lakini kumbuka Mungu ni wa milele, hata milele, kama vile ambavyo tumeweza kuona katika aya ambazo tumesoma. Agano la Kale linaendelea kusisitiza umuhimu wa upendo kwa Mungu juu ya yote. Kumbukumbu la Torati 6:5, hili linahusiana kwa karibu na dhambi kuu ya ibada ya sanamu, ambayo ni kinyume cha kumpenda Mungu. Kwa hivyo ukisoma katika kitabu ni cha Zekaria sura ni ya 7 aya ni ya 9 hadi 12, tunaweza kuona kile ambacho Mungu anachukia, na kile ambacho Mungu anachukia inapaswa hata sisi tuweze kukichukia. Tutasoma katika kitabu ni cha Zekaria. Naam, Zekaria 7:9 hadi 12 inasema Bwana wa majeshi asema hivi kwamba, fanyeni hukumu za kweli, kila mtu na amuonee ndugu yake rehema na huruma. Tena msidhulumu mjane wala yatima wala mgeni wala maskini, wala mtu awaye yote miongoni mwenu asiwaze mabaya juu ya ndugu yake moyoni mwake. Lakini hao walikataa kusikiliza, wakageuza bega lao, wakaziba masikio yao ili wasisikie. Naam, walifanya mioyo yao kuwa kama jiwe gumu, wasije wakaisikia sheria na maneno ya Bwana wa majeshi aliyopeleka kwa roho yake kwa mkono wa manabii wa kwanza. Kwa sababu hiyo ghadhabu kuu ikatoka kwa Bwana wa majeshi. Kwa hivyo kuna yale ambao Mungu anafurahishwa nayo, ambayo tumeweza kuona kwamba Mungu anapendezwa na rehema na huruma, na kuna yale ambayo tumeona Mungu anaweza kuchukizwa nayo, na amesema tusiweze hata kuwaza mabaya kwa ndugu yako. Kuna wale ambao wanawaza, na kumbuka tuliweza kusema iwapo unamchukia ndugu yako ni kana kwamba wewe ni muongo na upendo wa Baba haupo ndani yako. Na ukisoma katika kitabu ni cha Yohana wa kwanza, natumai ni 3:15, wacha nihakikishe, ambayo inasema iwapo unamchukia ndugu yako ni kana kwamba umemuua. Kwa hivyo wengi wetu ni wauaji bila kujua, kwa sababu hatuwapendi watu,
tuna ubaguzi, tunaamua, tunachagua wale wa kuwapenda na wale wa kutowapenda. Wale ambao kidogo tunaona ni watabaka letu, maybe labda kupitia kwa njia ya kifedha. Kuna vile ambavyo watu wanajaribu kuweka watu katika makundi. Kuna wale wanaona huyu labda nitamsikiza, nisimsikize huyu. Kumbuka katika kitabu ni cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ni ya 3, aya ni ya 15. Inasema kila mchukiaye ndugu yake ni muuaji, nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo tunaweza kuliangalia, tujue, je, tunamchukia nani? Hatumpendi nani? Je, ni yapi yale ambayo yanatukwaza? Sio tu ibada ya sanamu ambayo Mungu anaitikia kwa hasira ya upendo, lakini kuwatendea vibaya watu wake, iwe binafsi au kwa shirika. Mungu hukasirishwa na udhalimu kwa sababu Mungu ni upendo. Dhambi kuu mbili zilizosisitizwa kote katika Agano la Kale ni kushindwa kushika amri kuu mbili, kumpenda Mungu na kupendana. Dhambi kuu mbili ni kushindwa katika upendo. Kwa ufupi basi, hauwezi kushika amri ikiwa haumpendi Mungu na ikiwa hauwapendi wengine. Na ukisoma katika kitabu ni cha Yohana, sura ni ya 4, aya ni 20 na 21, ambayo inasema mtu akisema nampenda Mungu naye anamchukia ndugu yake ni muongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona, anawezaje kumpenda Mungu ambaye hakumuona? Na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu lazima ampende na ndugu yake. Kwa hivyo hauna budi kumpenda ndugu yako. Na ndugu si yule ambaye umezaliwa pamoja na yeye. Ni mtu yote ambaye mnatangamana na yeye katika pilka na shamra za kila siku. Huyu ndiye ndugu yako. Mtu yote ambaye mnatangamana na yeye. Naam. Kwa hivyo dhambi mbili kuu siku ya Jumatatu. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumanne ambayo ni Mungu anapenda haki. Kumbuka tulisema Mungu ni mwenye haki na kwa hivyo anapenda haki. Ukisoma katika kitabu ni cha Zaburi 82, tunaweza kuona jinsi ambavyo wale wahukumu wa dunia hii wameweza kutofautishwa na Mungu ambaye ni mhukumu wa haki. Kwa hivyo tumeona kwamba wahukumu wa dunia hii kuna vile ambavyo hukumu zao si za haki, lakini Mungu ni hakimu mwenye haki. Kwa hivyo ni Mungu wa kuaminika. Ukisoma katika kitabu ni cha Zaburi 82:1 hadi 8 inasema Mungu asimama katika kusanyiko la Mungu, katikati ya miungu anahukumu. Hata lini mtahukumu kwa dhuluma na kuzikubali nyuso za wabaya? Mfanyieni hukumu maskini na yatima, mtendeeni haki alionewa kwa fukara. Muokoeni maskini na mhitaji, muopoeni mikononi mwa wadhalimu. Hawajui wala hawafahamu, hutembea gizani. Misingi yote ya nchi imetikisika. Mimi nimesema, ndinyi miungu na wana wa aliye juu yote pia, lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Mungu, usimame uihukumu nchi, maana wewe utawaridhi mataifa yote. Kwa hivyo tumeona miungu hii mingine ni miungu ambayo itaharibiwa, lakini tumeona Mungu ni mhukumu mwenye haki. Kwa hivyo tuweze kuwa na tumaini kwamba Mungu atatuhukumu kwa haki. Na vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Mika 6:8 kuna kile ambacho Mungu anatarajia, ambacho tumeona mwanadamu, yeye anakuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako, ila kutenda haki na kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu na Mungu wako. Kwa hivyo Mungu anatarajia haya ambayo yamezungumziwa katika Mika 6:8. Mawazo haya yanarudiwa katika maandiko yote. Kwa mfano, Yesu alisema, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Yohana 13:35. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Jumatano ambayo ina mada inayosema kuitwa kudhibitisha haki. Kuitwa kuidhibitisha haki. Naam, pengine tunaweza jiuliza,
manabii katika maandiko daima walikuwa wakisisitiza nini? Na tunaweza kuona waliweza kusisitiza wito wa Mungu wa haki katika jamii. Ukisoma katika Agano la Kale tena na tena, maandiko hayasiti kuangazia masuala ya udhalimu na ukandamizaji. Kwa hakika wito wa Mungu kwa ajili ya kuleta hukumu ulikuwa ni wito wa Mungu kusimamisha haki. Kwa mfano, nabii Isaya anasema waziwazi kuhusu udhalimu katika Israeli wakati huo. Maneno yake na wito wake kwa ajili ya haki unapaswa kuvuma kwa sauti na wazi katika masikio yetu leo. Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteeni mjane. Kwa hivyo tunaona katika Agano la Kale tumeitwa kuweza kuidhibitisha haki. Katika siku ya Jumanne tumeweza kuona kwamba Mungu anapenda haki, na vile vile tuliweza kuonyesha tofauti kati ya Mungu na wahukumu wa dunia hii. Kwa hivyo Mungu ameweza kutuita ili tuweze kuisimamia haki. Na pengine unaweza kujiuliza, je, kuisimamia haki ni kumaanisha tuweze kujiunga pengine na mirengo tofauti pengine ya kisiasa? Kumbuka Mungu hakuwa mwanasiasa. Aliweza kuwatetea wale ambao walikuwa wamekandamizwa, lakini akitumia Biblia. Kwa hivyo tunaweza kuwatetea wale ambao wamekandamizwa, sisi tukiwa mawakala wa Mungu. Naam, tunajua suala ambalo kidogo linaleta haya yote ni tatizo la dhambi. Na kumbuka tumesema dhambi ni kuivunja sheria ya Mungu. Na unapoivunja sheria ya Mungu, kama vile ambavyo tulisoma zile amri 2 kuu, upendo wa Mungu hautakuwa ndani yako, na vile vile upendo wa jirani hautakuwa ndani yako. Kwa hivyo utakuwa umepungukiwa. Na tumeona hili ndilo tatizo kuu ambalo linawakumba wengi. Na kumbuka tuliweza kusoma katika Warumi 13:8 ambayo tulisema upendo ni kuitimiza sheria. Kwa hivyo unapopenda Mungu, unapokuwa unampenda jirani yako, utaweza kudhibitisha haki kwa yeye. Utaweza kuonyesha haki. Hautataka kuwakandamiza watu hawa. Utawatetea. Vivyo hivyo nabii Yeremia anatangaza ujumbe wa Mungu. Ole wake anaye aijengaye nyumba yake kwa uovu na vyumba kwa udhalimu. Baba yako je, hakula na kunywa na kufanya hukumu na haki? Hapo ndipo alipofanikiwa. Alihukumu maneno ya maskini na mhitaji. Hapo ndipo alipofanikiwa. Je, huko siko kunijua, asema Bwana? Ukisoma katika Yeremia 22:13, 15 na 16. Kwa hivyo tunaona wale ambao walifanikiwa waliweza kuishika ama waliweza kutimiza haki kwa wale ambao kidogo walikuwa wamekandamizwa. Naam, na vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Mathayo sura ni ya 23, usome 23 hadi 30. Tunaweza kuona vile ambavyo wale maskini wanavyopuuzwa, na Mungu anaweza kutuambia tusije tukawapuuza hawa ambao ni maskini. Kwa hivyo tunaona kwamba Mungu anataka tuweze kuisimamia haki. Na vile vile ukisoma katika kitabu ni cha Mithali 3:27, Mithali 3:27 inasema usiwanyime watu mema yaliyo haki yao, ikiwa katika uwezo wa mkono wako kuyatenda. Kwa hivyo kuna wengi ambao wanawanyima watu haki yao. Wana uwezo wa kulishughulikia jambo fulani, lakini wanawaambia nendeni mkaje kesho. Usimwambie jirani yako nenda urudi halafu na kesho nitakupa, nawe unacho kitu kile karibu nawe. Kuna wengi ambao tunapenda kufanya hivi. Unamwambia jirani yako we nenda, labda nitakusaidia kesho, lakini tuko katika nafasi ya kumsaidia. Kwa hivyo huku ni kuwanyima wengine haki. Kama vile ambavyo utasoma 27, kama vile ambavyo utasoma katika Mithali 3:27. Naam, kwa hivyo wale ambao kidogo hawajiwezi katika tunamoishi, tunapaswa kuwashughulikia. Mungu ametubariki ili tuweze kukua mibaraka kwa wengine. Mungu hajakubariki
ili uweze kujifurahisha wewe peke yako. Mungu akikubariki, wabariki wengine. Kumbuka katika ule mfano ambao Mungu anazungumzia katika kitabu ni cha Mathayo sura ni 25, pale makundi mawili ambapo atasema nilikuwa mgonjwa ukakuja kunifariji hospitalini, nilikuwa gerezani, nilikuwa wapi ukanifanyia hivi, ukanishughulikia. Kwa hivyo iwapo ulimfanyia mtu yeyote ni kana kwamba ulinifanyia mimi. Na kuna wale ambao watapuuza, nilikuwa na kiu haukunipea maji, nilikuwa na hivi haukunishughulikia. Tutaenda moja kwa moja hadi siku ya Alhamisi ambayo ni jirani yangu ni nani. Ni swali ambalo linaulizwa katika Injili ya Luka mara tu baada ya Yesu kutangaza zile amri kuu mbili za upendo kwa Mungu na upendo kwa jirani. Mwanasheria akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Kwa kujibu hili Yesu alisimulia mfano wa Msamaria mwema ambao sasa unajulikana, lakini uliokuwa na wakushtua wakati huo. Kwa hivyo ukisoma katika kitabu ni cha Luka 10:25 hadi 37, inasema, natazama mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele? Kwa hivyo ni kana kwamba alikuwa na shauku ya kutaka kurithi uzima wa milele. Wacha tuzidi kusoma. Akamwambia, imeandikwa nini katika Torati, wasomaje? Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akamwambia, umejibu vema, fanya hivi nawe utaishi. Naye akitaka kujidai haki alimuuliza Yesu, na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema, mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao, wakimwacha karibu ya kufa. Kwa nasibu kuhani mmoja alishuka kwa njia ile, na alipomwona alipita kando, na Mlawi vivyo hivyo. Alipofika pale akamwona akapita kando. Lakini Msamaria mmoja katika kusafiri kwake alifika hapo alipo, na alipomwona alimhurumia. Akakaribia, akamfunga jeraha zake, akazitia mafuta na divai, akampandisha juu ya mnyama wake, akampeleka mpaka nyumba ya wageni, akamtunza. Hata siku ya pili akatoa dinari 2 akampa mwenye nyumba ya wageni akisema, mtunze huyu, na chochote atakacho gharimiwa zaidi mimi nitakaporudi nitalipa. 36 inasema, waonaje wewe katika hawa watatu ni yupi aliyekuwa jirani yake yule aliyeangukiwa kati ya wanyang'anyi? Akasema, ni huyo aliyemwonea huruma. Yesu akamwambia, enenda zako nawe ukafanye vivyo. Kwa hivyo tunazidi kuona kwamba tunazidi kuona kwamba Yesu anataka tuweze kuwa mfano hai, si kusema tu mfano hai, kwa sababu tunaona kuna kuhani ambaye alipita hapa, kuna Mlawi ambaye alipita hapa. Hawa ni watu ambao kidogo wanahusishwa na kanisa. Kwa hivyo ni kana kwamba ni watu ambao wanafundisha, ila kutenda hawakuweza kutenda. Kuhani na Mlawi wale wanapita pale na ni kana kwamba hawakumuona. Lakini tunamuona Msamaria ambaye anamuhurumia, na licha ya kuwa anamuhurumia haishii pale, anafanya kitendo cha moja kwa moja. Anaweza kuyatibu yale majeraha, anafunga na kumpeleka kuhakikisha kwamba yuko salama na kuhakikisha kwamba ako katika hali nzuri, na anaweza kulipa pale na kusema ashughulikiwe vizuri, na iwapo kuna pesa ambazo zitakuwa za ziada atakuja kuzilipa. Kwa hivyo hili ndilo ambalo Mungu anakusudia kwa sisi. Anakusudia tuweze kuwabariki wengine. Anakusudia kwamba tuweze kuwa mfano hai, si kusema tu kwa mdomo, bali tuweze kuwa watendaji wa kile ambacho tunajifunza. Naam. Kwa hivyo tunaona kwamba neno la Mungu lingeweza kuwa wazi zaidi kiasi gani kuhusiana na jinsi tunavyopaswa kutafuta kuwahudumia wale wanao tuzunguka ambao wana uhitaji na wanateseka. Ni swali ambalo linaulizwa. Kwa hivyo iwapo kuna watu ambao wametangamana na wewe ama mbali na wewe ambao wanataka msaada,
ni jukumu lako kuweza kuwasaidia kwa hali na mali, ukaweze kuhakikisha kwamba upendo wa Mungu umeweza kububujika kwa wengine. Naam, jirani yangu ni yule ambaye, wale ambao tunatangamana na wao siku kwa siku. Je, tunakidhi mahitaji yao iwapo tuko katika hali ya kuyakidhi? Ama tutakuwa kama huyu Mlawi na huyu kuhani ambaye walipita na kufumba macho ni kana kwamba hawakuwaona? Wengi tumekuwa hivi, lakini nipende kukuhimiza kwamba tuweze kuwa Samaria wema kwa wale ambao tunatangamana na wao siku kwa siku, ili upendo wa Mungu ukaweza kudhihirishwa kwao. Kuna wengi ambao hawajauonja upendo wa Mungu na wanaweza kuonja upendo huu kutokana na wewe. Kwa hivyo nipende kukuhimiza uweze kuwa mibaraka kwa wengine. Mungu amekubariki, uweze kuwabariki wengine. Tumefikia tamati mwa uchambuzi wa lesoni juma hili, na tumai mnazidi kubarikiwa. Wiki ijayo tutakwenda katika somo la 13 na ambalo litakuwa la mwisho katika robo hii, kumaanisha kwamba wiki 2 kutoka saizi tutakuwa tunaanza robo nyingine tena mpya. Kwa hivyo nipende kukuhimiza uweze kuwa pamoja na sisi. Tutatamatisha kwa ombi. Tuamini tuombe. Mtakatifu Mungu, tunakuja mbele zako wakati huu tukiwa na wingi wa shukrani kwa wale ambao tumejifunza. Tunaomba ukazidi kutufunulia mengi ili tuweze kujua kile ambacho tunapaswa kufanya. Tusije tukawa kama Mlawi na kuhani ambao waliweza kufumba macho na kutomhudumia yule jamaa ambaye alikuwa amepigwa na kujeruhiwa. Tunaomba tuweze kuwahurumia wale ambao tunatangamana na wao siku kwa siku, ili upendo wako ukaweza kudhihirishwa kwa wao. Zaidi ya yote, tuvuvie Roho Mtakatifu, yale ambao tumejifunza yaweze kutujenga kiroho. Ni katika jina la Yesu tunaomba hata na kuamini. Amina.